Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Tunazungumzia tatizo la kuhisi kitu kama kimekwama kooni. Tatizo hili linasababishwa na nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza sababu zote ambazo huchangia hali hii. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, na kukumbusha, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Kuhisi kitu kama kimekwama kooni au kama kitu kimekaza kooni, hali hii huashiria nini? Au dalili hii huashiria kitu gani? Ziko sababu mbalimbali ambazo huchangia tatizo hili. Kuhisi kitu kama kukwama kooni ni hali ambayo mara nyingi kwa kitaalamu hujulikana kama global sensations. Kwa tatizo hili au hali hii kitaalamu hujulikana kama global sensation. Hali hii inaweza kutokea hata kama kwa uhalisia hakuna kitu chochote ambacho kimekwama kooni. Lakini ziko sababu mbalimbali ambazo huchangia hali hii. Sababu ya kwanza ambayo nimeitaja kwenye video hii ni misuli ya koo kukaza. Misuli ya koo inaweza kukaza kwa sababu mbalimbali, lakini sababu kubwa ambazo zimeonekana kuchangia hali hii ni pamoja na msongo wa mawazo, kuwa na wasiwasi sana na kadhalika. Kwa hali ya misuli ya koo kukaza kwa sababu ya tatizo au kwa sababu ya vitu mbalimbali ambavyo hupelekea hali hii, huweza kusababisha hali ya kuhisi kitu kama kimekwama kooni. Sababu ya pili kubwa ni tatizo la acid kupanda kutoka tumboni. Hali hii kwa kitaalamu zaidi hujulikana kama acid reflux. Acid reflux ni miongoni mwa sababu kubwa kabisa za hali hii ya kuhisi kitu kama kimekwama kooni. Lakini ziko sababu zingine mbalimbali ambazo pia huweza kuchangia tatizo hili. Sababu hizo ni pamoja na maambukizi kwenye eneo la koo. Je, umepata maambukizi ya aina gani au ni vimelea gani vimeleta shida kwenye koo lako? Hapa nazungumzia maambukizi mbalimbali ambayo huweza kusababisha mfano hali ya kuvimba kwa tonsils na kadhalika. Lakini pamoja na mashambulizi au maambukizi mengine ambayo hutokea kwenye eneo hili la koo, huweza kuchangia hali hii ya kuhisi kitu kama kimekwama kooni. Lakini sababu kubwa ambayo nimeitaja ni tatizo la kuvimba kwa tonsils. Watu wengi huhisi kama kitu kimekwama kooni pale ambapo wana tatizo hili la tonsils kuvimba. Lakini sababu nyingine ni uvimbe wa tezi ya koo. Tezi la koo endapo limevimba, unaweza kuhisi hali ya kitu kimekwama kooni. Lakini sababu nyingine ni mate kuwa machache au koo kukauka. Hali hii pia huweza kuchangia tatizo hili. Lakini kama kweli kuna chakula au kuna kitu kimekwama kooni, hasa kama umemeza kitu kigumu sana kama mfupa au kitu kigumu kingine chochote, ni kweli kabisa unaweza kuhisi hali ya kitu kukwama kooni. Kwa hiyo, kuhisi hali ya kitu kukwama kooni inaweza ikawa hakuna kitu kimekwama, lakini ziko sababu mbalimbali kama nilizotaja kwenye video hii. Sababu hizo ndio kama hizi ambazo nimezitaja kwenye video hii: hali ya misuli ya koo kukaza, tatizo la acid kupanda kutoka tumboni au hali ya acid reflux, maambukizi mbalimbali ya koo yakiwemo yale ambayo yanasababisha hali ya tonsils kuvimba, hali ya uvimbe wa tezi la koo, mate kuwa machache au koo kukauka sana na kadhalika. Lakini ziko dalili mbalimbali ambazo kwa kiasi kikubwa huweza kuambatana na hali hii. Dalili moja kubwa ndio hiyo ya kuhisi kitu kama donge kukwama kooni. Lakini pia wakati mwingine unaweza kupata ugumu wakati wa kumeza. Baadhi ya watu pia huhisi hali ya kikohozi au kukohoa mara kwa mara. Lakini pia dalili ya koo kukauka mara kwa mara au kuhisi hali ya kuwaka moto kooni au koo kuwasha huweza kuambatana na hali hii ya kuhisi kitu kukwama kooni. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Lakini kumbuka kuzingatia vitu hivi muhimu. Nikupe bonus tips. Hakikisha unakula chakula laini endapo una hali hii. Lakini pia epuka vyakula vyenye pilipili nyingi, kahawa
au soda zenye asidi nyingi. Hali hii inaweza kuongeza dalili hii ya kuhisi kitu kwa makooni. Punguza hali ya stress au msongo wa mawazo, lakini hakikisha unaongea na wataalamu wa afya haraka endapo unashindwa kumeza kabisa kitu chochote, unapata maumivu makali kwenye koo, unapumua kwa shida. Lakini dalili hii ya kuhisi kitu kukwama kooni inaendelea siku hadi siku. Kwa hiyo, ni matumaini yangu kwamba umepata elimu ya kutosha, umeelimika, umepata elimu angalau kidogo kuhusiana na hali hii. Lakini nikukumbushe, kama bado hujabonyeza subscribe button, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Ninakukaribisha tena. Asante.